LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi. Kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA ni taasisi ya umma. Habari za wakati huu, mtazamaji wa kipindi cha Usafiri na Maendeleo. Nikaribishe katika mfululizo wa vipindi hivi vinavyoandaliwa na Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini LATRA na kukujia siku na wakati kama huu. Mtazamaji, vipindi hivi vinakuhabarisha wewe kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusu sekta ya usafiri ardhini na vile kukuhabarisha yaliyojiri katika sekta hii adhimu ya usafiri ardhini. Na wiki hii tupo katika viwanja vya Dr. John S. Malechela kuadhimisha maonyesho ya kilimo ya kimataifa 88 2026. Karibu sana. Mtazamaji, na wiki hii kipindi cha Usafiri na Maendeleo kinaangazia ushiriki wa LATRA kwenye maonyesho ya kilimo ya kimataifa 88 2026. Mtazamaji, maonyesho haya ya 88 yameanza kuanzia tarehe 1 Agosti na yatafika kilele tarehe 8 Agosti 2026, yaliyobeba kauli mbiu ya tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050. Na mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maonyesho ya 88 ya mwaka 2026 yanayoongozwa na kauli mbiu ambayo ni halisi: tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira ya 2050. Kauli mbiu hii inaakisi mwelekeo wa serikali katika kuendeleza sekta za kilimo, mifugo pamoja na uvuvi na sekta zinazoambatana katika shughuli za uzalishaji zinazohusiana moja kwa moja kati ya uzalishaji wenye tija na uelewa wa masoko. Kwa upande mwingine, inatuhimiza sote, yaani viongozi, wakulima, wafugaji, wavuvi pamoja na wadau wengine kubadili mtazamo kutoka uzalishaji wa mazoea kwenda kwenye uzalishaji wa bidhaa bora zenye ushindani wa kimataifa unaozingatia mahitaji ya soko la ndani na soko la nje. Serikali itaendelea kuchukua hatua ili kuweza kuhakikisha kwamba inatengeneza mazingira wezeshi kwa wakulima wetu, wafugaji pamoja na wavuvi wa nchi hii ili waweze kufanya shughuli zao bila vikwazo. Moja ya hatua ambazo serikali imeendelea kuzichukua, waheshimiwa mawaziri pamoja na wadau, mnajua serikali imefuta kodi, tozo na ushuru mbalimbali ambazo zilikuwa zinarudisha nyuma maendeleo ya sekta hizi. Zaidi ya kodi na tozo 250 zimefutwa katika kipindi cha miaka hivi karibuni. Mtazamaji, kama nilivyokujuza hapo awali, LATRA inashiriki kwenye maonyesho ya kilimo ya kimataifa 88 mwaka huu 2026. Na unaweza ukajiuliza, kwa nini LATRA inashiriki kwenye maonyesho haya ikiwa LATRA ni mdhibiti wa usafiri ardhini? Wa kujibu swali hili kwa kina kabisa ni Bwana Athmani Kwikima, mkurugenzi wa huduma za mamlaka LATRA, akielezea ushiriki wa LATRA
kwenye maonyesho haya ya Nane Nane na uhusiano mzima wa LATRA kwenye maonyesho haya. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini yenye lengo la kudhibiti usafiri wa ardhini. Naposema kudhibiti ni kuweza kuhakikisha usafiri wa ardhini unakuwa salama na kutoa huduma bora kwa wananchi. Ndugu zangu, mkiwa hapa Nane Nane, najua mnasafirisha mizigo yenu kutoka sehemu mlikotoka mnaleta hapa, lakini nyie pia mnasafiri na vyombo vya usafiri. Sasa hizo leseni za hivyo vyombo tunatoa LATRA. Kwa mfano tuna PIS, Passenger Information System. Wewe unaweza ukajua kabisa unatoka pale John Pombe Magufuli Dar es Salaam unakuja Dodoma, ukajua basi lako ni saa ngapi, na mtu anayekupokea Dodoma basi akajua basi lako anayekupokea litafika saa ngapi. Lakini pia tuna ule mfumo wa VTS kuweza kuangalia mwendo wa gari linapokuwa barabarani. Kwa nawaomba sana jitokezeni, tuna mifumo mingi ambayo kuna haja ya nyinyi wananchi kuweza kuelewa na kuweza kufurahia huduma zetu. Labda nieleze kwa kifupi uhusiano wetu sisi mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini na hizi sherehe za Nane Nane. Najua hapa kuna mazao mbalimbali yanayoletwa kuja kuoneshwa hapa. Sasa sisi hivyo vyombo vinavyobeba hayo malori yanayobeba hizo bidhaa kuzileta hapa, sisi ndio tunao hapa leseni. Lakini pia baada ya watu kutoka hapa sasa kuondoka kwenye viwanja vya Nane Nane, pia hayo mabasi yanayopanda leseni tunazitoa sisi. Pia yale magari ambayo yanasafirisha pembejeo za kilimo kutoka sehemu zinazopatikana kwenda mashambani, hayo magari tunapatia leseni sisi. Lakini pia kule mashambani tayari wameshalima, kutokana na hizo pembejeo zilizopelekwa na magari, tayari kuna product. Kwa mfano kuna mahindi, kuna mipunga. Hayo magari kushabebwa kupelekwa katika sehemu za kwenda kuuza. Hayo magari yanayobeba mpaka kuchezo sehemu, sisi pia tunahusika. Kwa kupitia LATRA unaweza ukaja ukajua ni namna gani tunazofanya tunatoa leseni za hayo magari, lakini namna gani pia tunaweza kudhibiti katika utendaji wao wa majukumu wa kila siku wa magari husika. Na ndio maana tunakuwa tunaungana sasa nyinyi hapa katika sherehe ya Nane Nane kuweza kuhakikisha kwamba kilimo kwetu ni kipaumbele, kwa maana ya kwamba moja kwa moja mnapata products, kwa maana pembejeo zinafika kwa wakati mashambani, lakini pia baada ya kupata hizo pembejeo mkiaivisha na kuweza kutaka kuuza, basi mnapata pia usafiri wa haraka na uhakika kuweza kupeleka sehemu ya kuweza kuuzia mazao husika. Asanteni sana. Bwana Kwikima anawakaribisha wadau wote wa usafiri wa ardhini walioko hapa jijini Dodoma kutembelea banda la LATRA kwenye maonyesho haya ya Nane Nane 2026 ambalo linapatikana kwenye hema namba 3 la taasisi za serikali Government Pavilion 3. Na miongoni mwa vitu ambavyo utakutana navyo ukitembelea banda la LATRA ni kufahamu kwa kina kabisa kazi na majukumu ya LATRA na vile mifumo ya kidigitali inayotumiwa na LATRA. Ndugu wananchi, kwa heshima na taadhima, naomba kuwakaribisha kwenye banda la LATRA hapa katika maonyesho ya Nane Nane, viwanja vya John Samuel Malecela Dodoma. Mtazamaji, ukitembelea banda la LATRA kwenye maonyesho haya ya Nane Nane hautaondoka kama ulivyokuja, na kwa kuthibitisha hilo ni kupeleke moja kwa moja kwa wadau waliotembelea banda la LATRA wakielezea walichojifunza kutoka LATRA. Jambo zuri kuhusu banda la LATRA, yani wanapata taarifa zote muhimu za mambo ya usafiri. Kwa hiyo nashauri jamani, wale mnaokuja kwenye maonyesho ya Nane Nane, hata kama mnakuja kwa ajili ya kuangalia mambo ya kilimo, ili mazao yaweze kufika mahali lazima apitie usafirishaji. Kwa hiyo ni LATRA, yani uwezo kwa wakopalani. LATRA mko kama maji usipoyanywa utayaoga, na hata usipoyaoga utaoshwa siku yako. Kwa hiyo LATRA ni muhimu sana. Pia ni usafiri ni jambo muhimu hili. Kiukweli ujio wa LATRA ni ukombozi mkubwa sana kwenye usafiri wa mikoa. Yani kwa sababu kabla ya ujio wa LATRA kwanza kulikuwa hakuna kituo rasmi muhimu. Mimi nilikuwa napanda mabasi tangu zile tunapandia pale Kisutu. Ukienda Kisutu unakutana na mabasi ya Moshi, mabasi ya Mbeya na Songea unaenda kupandia Mnazi Mmoja, mabasi ya Kusini unaenda kupandia Mbagala. Yani kwa hiyo
mambo yalikuwa kama shagala na kila basi inajipangia nauli yake yenyewe. Ikifika Christmas, Moshi ni kilio, wanapandisha bei mpaka kinga. Tangu mmeingia LATRA heshima imekuwa kubwa, lakini kingine hata mabasi yanaboreka. Naweza mkaona wimbo sasa hivi nzuri, una tena haja ya kuwahi kituoni kwenda kununua tiketi, kwenye simu tu unatumiwa, unaonyesha. Yani kwa hiyo lazima niseme kweli ujio wa LATRA ni mkombozi mkubwa sana kwenye sekta hii ya usafiri na usafirishaji. Yani nikiangalia yani kwa jinsi ambao tunakwenda, tutafikia stage sasa ya wenzetu wa nje. Yani kwa mfano ifike stage ambayo kwa sisi ambao tunakaa Dar es Salaam tunapanda public transport ya kila siku, ifike stage mtu unanunua tiketi ya msimu kwamba nina tiketi yangu ya mwezi mzima. Kwa hiyo itafika huko kwamba sio tena kila siku unanunua tiketi, ukishaonyesha tu unapanda. Ifike mahali likitokea jambo kubwa, kwa mfano nchi kama Uswisi, ukitokea mkutano mkubwa kama ile mkutano ya Geneva, public transport yote inafanywa vumbi, unaja kulipa kwa sababu ule mkutano umeshalipia. Kwa wale wajumbe wa mkutano wakuonyesha tu beji, unapanda basi, unapanda daladala, unapanda treni, ulipii kwa sababu imeshalipia. Kwa hiyo ina maana nikiangalia LATRA ilivyo kwa tunakokwenda, ina maana kwamba tunazidi kuboreka mpaka itafikia mahali usafiri yani ni kwa raha. Mimi natoa tu ushauri, mkurugenzi mkuu, hongera, mnafanya kazi nzuri. Hapo mlipo kazeni mkanda, naendeleeni kubanana nao ili wanaofaidika ni sisi wa Tanzania. Nimekuja kwenye maonyesho ya 88 Dodoma na pia niko kwenye banda la LATRA. Nimepata elimu nzuri sana ya kuhusiana na mifumo ya LATRA. Kwa mfano kama hii mifumo ya PIS, Safari Ticket, LATRA app na mrejesho. Kwa hiyo nimepata elimu nzuri katika banda la LATRA. Kwa hiyo ninawakaribisha mje mpate elimu nzuri kuhusiana na mifumo ya namna labda kukata tiketi, namna labda umemsafirisha mtoto ili uweze kujua labda mtoto amefikia wapi. Kilichonifurahisha sana katika banda la LATRA ni mfumo wa PIS ambao unaweza ukafuatilia taarifa labda za abiria amefika wapi, basi limefika sehemu gani. Kwa hiyo hicho ndio kimenifurahisha zaidi. Kwa hiyo karibuni sana kwenye banda la LATRA. Mtazamaji, hii ni Bonga na LATRA, kipengele kinachomwezesha mdau wa usafiri ardhini kutoa maoni, kutoa pongezi na vile kutohabarisha kuhusiana na masuala mbalimbali yaliyojiri kwenye sekta hii ya usafiri ardhini. Na wiki hii tuko na Bwana Abdalla Mhagama, mkurugenzi udhibiti uchumi kutoka LATRA, akielezea namna ambavyo mamlaka inatekeleza sera ya uendelevu ikizingatia maeneo makuu matatu, yani mazingira, jamii na utawala bora. LATRA tunadhibiti usafiri ardhini kwa maana ya reli, barabara na usafiri wa waya, na tunatekeleza mkakati wetu wa usafiri endelevu kwa maana ya utunzaji wa mazingira, tunatekeleza ulinzi wa jamii, lakini pia utawala bora. Sasa katika hayo tunafanya nini? Ni vizuri tuyajue na yanahusiana vipi na sekta yetu ya kilimo. Tukianzia na hili la kwanza la utunzaji wa mazingira. Utunzaji wa mazingira LATRA, kwanza tunaanza kwenye utendaji wetu wa ndani. Tunahakikisha utendaji wetu wa ndani kwa kiasi kikubwa sana, na tumeshafikia zaidi ya 90% ya sasa hivi kwamba huduma zetu nyingi ni za kidijitali. Za kidijitali tunatunza mazingira kwa maana hatutumii makaratasi. Tukiacha kutumia makaratasi, maana yake kwa kiasi fulani tumeokoa miti kukatwa ile inaotengenezwa karatasi. Kwenye utendaji wetu wa kazi, vitu vingi sana, kuanzia kuomba leseni, kuanzia kuwasilisha malalamiko, utoaji wa elimu, tunatumia mifumo ya kidijitali. Kuna mfumo wetu unaitwa PIS ambao ni mfumo wa taarifa kwa abiria. Huu unaunganisha mabasi, utembeaji wa mabasi au ufuatiliaji wa mabasi pamoja na taarifa zinazokwenda kwa abiria. Abiria anaweza kujua basi liko wapi kwa wakati gani kwa kutumia simu yake tu ya kidijitali. Lakini kwa wale watu wa huduma, anapotaka kukata leseni, haitajiki tena kufika ofisi la LATRA. Anaweza kukata leseni kwenye mfumo wake, mfumo wa LATRA RIMS unaitwa,
ambao ni mfumo wa leseni, upo kiganjani, anamaliza kila kitu, anachapisha leseni yake, anaitunza kwenye simu yake bila kuhitaji kufika ofisini, lakini pia bila kuhitaji kutumia karatasi. Tayari tumeshatunza mazingira. Kikubwa sana kwenye sekta ya usafirishaji wa mizigo ya kilimo, pia tunahamasisha sana matumizi ya nishati safi. Pia nishati safi kwa maana ya gesi, nishati safi kwa maana ya lori. Malori yatumie umeme ili yaweze, kwanza yataokoa gharama. Umeme ni gharama ni ndogo zaidi, gesi ni gharama ndogo zaidi kuliko matumizi ya mafuta kwa sasa hivi. Kwenye malori ambayo tunayadhibiti yako ya tani mbalimbali, yako malori yamepewa leseni kubeba mzigo mkubwa kwa safari ndefu, yako malori ambayo yamepewa leseni kwa ajili ya kupeleka mzigo kwenye sehemu ndogo ndogo. Utakuja labda kama hapa ni Dodoma, utakuja makao makuu, lakini makao makuu yatabebwa na gari ndogo, tena itapeleka vijijini zaidi kupeleka au kuchukua kuleta pia kwenye miji mikubwa. Yote tunahimiza yatumie nishati safi kwa ajili ya kuokoa mazingira, lakini pia kuokoa gharama, lakini pia kutunza mazingira. Ni eneo mojawapo pia tunaliangalia hii. Kwenye eneo la social tunafanya nini? Kwenye eneo la social ESG tunaita environmental, social and governance. Nimeongelea kipande cha mazingira, lakini naongelea pia kipande cha jamii, ulinzi wa jamii. Kikubwa tuko hapa kwa ajili hiyo, pia tuko hapa kwa ajili hiyo kufikia jamii ya makundi mbalimbali. Waje watembelee banda letu, tujue mahitaji yao ni nini, tujue mahitaji ya vijana kwenye usafiri wa ardhini ni yapi, wanapambana na changamoto zipi, tujue mahitaji ya watu wa vijijini ambako ndio kilimo kinakotoka, wanapambana na changamoto zipi kufikia masoko. Tunatambua kwamba kwetu kijijini kilimo ndio uti wa mgongo, lakini wana changamoto ya kufikia masoko, hasa masoko makubwa. Na kwa usafiri ardhini ndo njia ambayo inawafikisha wao kutoka kwenye masoko. Kama kuna kilimo cha mchele, kuna kilimo cha mazao ambayo yanaoza kwa muda mfupi, yatatokaje kule yafike soko ili aweze kupata bei nzuri zinazoendana na uwekezaji wake. Yote ni vitu ambavyo vinatufanya tukose usingizi kuhakikisha pia tunaendelea kuvifikisha. Nimeongelea vijana, nimeongelea kina mama, nimeongea watu wenye ulemavu. Yote tunaangalia kwenye jamii, hata kutatua migogoro ya abiria na mtoa huduma au mwenye basi, migogoro ya msafirishaji wa mzigo wake amepeleka sehemu na yule mwenye lori wameshindana, tunatatua. Ni kazi yetu mojawapo pia ya kuhakikisha hilo linafanikiwa katika kulinda jamii na kwendaji. Eneo la utawala bora pia tunafanya vizuri, tunaambania kila siku, mojawapo ni la digitali, kuhakikisha watu tunapunguza kukutana na watu katika utoaji wa huduma kwa ajili ya kuondoa ile mianya ya rushwa. Lakini pia mara kwa mara tunatoa elimu kwa wadau wetu kwamba wahakikishe wanapambana na rushwa, wanaondoa mianya yote ya rushwa. Sisi wenyewe tunatoa elimu, sisi wenyewe ndani tunazo kamati mbalimbali za kuhakikisha tunapambana na mianya yote ya rushwa na kudhibiti viashiria vyote ambavyo kwenye mazingira ambayo labda kuna afisa wetu, na pengine ni vizuri tuambie umma kwamba LATRA ina zero tolerance kwenye rushwa. Mtazamaji, bado tuko na wadau waliotembelea banda la LATRA na kupata elimu ikiwemo namna sahihi ya kukata leseni za LATRA. Nimetembelea banda la LATRA. Kiukweli nimejifunza vitu vingi kutoka LATRA, hususan katika mifumo mipya ikiwepo PIS ambao inamwezesha abiria kujua gari lilipo, spidi pamoja na, lakini pia unaweza ukatoa taarifa kama spidi haijalizisha. Kwa ni mfumo ambao kidogo unampa uelewa abiria na kujua ni muda gani anatakiwa afike sehemu husika anapoenda. Na kiukweli, kifupi, ni mfumo ambao unampa abiria uwezo wa kujua spidi ya gari, jinsi gani aweze kutoa taarifa pale ambapo anaona alizishwi na mwendo wa gari na vitu vingine. Nimetoka Morogoro, nimekuja na 88 Dodoma na nimetembelea banda la LATRA, lakini nimefurahia kujifunza mambo mengi sana. Ikiwemo jinsi ambavyo LATRA wanatoa huduma zao. Sisi kama wasafiri tunaotumia vyombo vya usafiri, jinsi gani tutanufaika na huduma hizo za LATRA, na hata tunapopata shida ni wapi pa kupeleka malalamiko yetu.
lakini pia nimejifunza kuhusu LATRA app, safari ticket. Kwa hiyo nimefurahia mambo mengi sana kwenye banda la LATRA, na wakaribisha wadau wote mnaohudhuria 88 Dodoma mfike kwenye banda la LATRA, mtajifunza mambo mengi sana. Mtazamaji, na hapa tuko kwenye kipengele cha kupendwa kabisa cha swali la wiki, na nikukumbushe tu, ili kujishindia swali hili kutoka LATRA unatakiwa uwe umefollow account yetu ya Instagram, yani LATRA_TZ. Vile vile uwe umefuatilia vipindi hivi vya usafiri na maendeleo vinavyorushwa kila Jumanne muda na wakati kama huu, na vile vile uwe wa kwanza kucomment kwa usahihi kwenye chapisho la swali la wiki linalopostiwa kwenye kurasa zetu za Instagram. Mtazamaji, swali la wiki iliyopita lilikuwa linasema hivi: taja aliyeunda kamati ya kutatua migogoro ya usafirishaji Mwanza alikuwa ni nani? Na aliyeshinda swali hili anakwenda kwa jina la _miss.aisha ambaye amejipatia zawadi nono kutoka LATRA. Na swali la wiki hii linasema hivi: namna gani utafika kwenye banda la LATRA 88, au banda la LATRA 88 liko wapi? Na ukifika ni vitu gani ambavyo utajifunza? Mtazamaji, mpaka kufikia hapo ndo tamati ya kipindi hiki cha usafiri na maendeleo. Kipindi kilikuwa kinaangazia ushiriki wa LATRA kwenye maonyesho ya kilimo ya kimataifa 88 2026, ambapo tumetizama wadau mbalimbali waliotembelea banda la LATRA na kupata elimu kwa kina kuhusiana na kazi na majukumu ya LATRA, ikiwemo utoaji wa leseni kwa vyombo vya moto kibiashara, na vile vile mifumo ya LATRA kama mfumo wa taarifa kwa abiria PIS na mfumo wa kufuatilia mwenendo wa magari VTS. Vile vile tumemtizama Bwana Athmani Kwikima, mkurugenzi wa huduma za mamlaka, akielezea kwa nini LATRA inashiriki kwenye maonyesho haya 88. Na vile vile tumemtizama Bwana Abdalla Mhagama, mkurugenzi udhibiti uchumi LATRA, akielezea namna ambavyo LATRA inatunza mazingira kwa kutumia nishati safi katika utekelezaji wa majukumu yake. Mtazamaji, na mpaka kufikia hapo ndo tamati ya kipindi hiki cha usafiri na maendeleo. Nikusihi uendelee kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, yani Instagram, Facebook na X, na vile vile kupitia tovuti ya mamlaka, yani www.latra.go.tz. Ulikuwa nami mtangazaji wako kinara Nancy Amani. Nikuage kwa sasa, kwa heri. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Kama unaamini kama mimi kwamba nishati safi katika usafirishaji ndio mpango mzima, tunapiga kofi moja moja la kuunga mkono. LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi. Kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie, na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA.